Na watusikize tukaongea na nani. Ufugaji wa kuku wa mayai umekuwa tegemeo kubwa kwa wakazi wa kaunti ya Kiambu. Hata hivyo, wakulima wanakabiliwa na changamoto kadhaa zinazotishia kuathiri pakubwa ufugaji huo. Gharama ya juu ya uzalishaji, ushindani mkali kutoka kwa mayai ya bei ya chini yanayoingia kutoka mataifa jirani na mzigo wa kodi unazidi kuongezeka ni miongoni mwa masuala yanayofanya ufugaji wa kuku kulemewa. Kimakushege alizungumza na wakulima pamoja na wafanyabiashara wa mayai na kuandaa taarifa ifuatayo. Soko la Wangige linajulikana kama moja ya vituo vikuu vya biashara ya mayai katika kaunti ya Kiambu. Idadi kubwa ya mayai huuzwa hapa kila siku, lakini licha ya uzalishaji huu wa mayai kwa kiwango kikubwa, wakulima wanalalamika gharama ya juu ya ufugaji, wengi wakikata tamaa. Juu mayai kwa saa hii pesa yake iko chini, imeanguka sana kwa soko. Soko ilikuwa mzuri, hata ukifuga kuku ilikuwa unafanya vizuri, unapata kitu, lakini sasa hii hakuna kitu unapata. Hapa kwa soko mayai iko chini kabisa. Hata hakuna kitu tunapata. Ni kufanya tu kazi ya bure. Wakulima wanalalama kwamba kuwepo kwa mayai yanayoingia nchini kutoka nchi jirani ni kikwazo kikuu. Mayai hayo huuzwa kwa bei ya chini kutokana na gharama nafuu ya uzalishaji kule, hali inayowaacha wafugaji wa humu nchini wakikadiria hasara. Hiyo mayai inaingia kutoka nje ikose kuingia sasa ili tupate bei mzuri. Na wanaleta hapa Kenya. Hizo raw materials zikifika Kenya zinakuwa na bei kali. Unapata tuseme mayai tunapigwa competition na mayai inaweza kutoka kama mahali kama Uganda. Raw materials kwa saa Kenya hatunanga, vitu kama mahindi haiko kwa wingi. So vitu kama maize jam, sunflower tunaenda Tanzania ama Uganda. Mbali na ushindani huo, wakulima wanakumbwa na gharama ya juu ya chakula cha kuku, dawa na vifaa vinginevyo. Hali hii inawaacha wakikadiria hasara kubwa. Chakula hatuwezi tukaweza kununua. Unauza mayai, alafu tena chakula unakuja kuongezea pesa nyingine. Labda umechukua loan mahali, unataka kulipa hiyo loan, huwezi ukaservice kwa sababu ile inaingia ni kidogo kushinda yenye unatoa. Tengeneza bei ya chakula ikuwe chini, tunaweza kuwa tafadhali, lakini sasa tukikuja hapa mayai bei ya chini, hata ukifanya hiyo kazi unafanya sababu tu unafanyaga. Kituanisha bei ya soko ya mayai venye unavouza na ya chakula haileti faida. Sasa labda ujitengenezee chakula chako ndio utaweza kupata faida. Mani tulikuwa tunanunua chakula 28, sasa ni 42. Mayai tulikuwa tunauza for 20, for 30, sasa ni 340. Sasa unaona hapa huwezi fanya kitu. Baadhi ya wakulima wanasema kodi za juu zinazotozwa sokoni zimefanya hali kuwa mbaya zaidi. Gharama hizo huathiri faida wanayopata, hasa wakati bei ya mayai haibadiliki kwa muda mrefu, hali hii ikiwalazimu wengine kusitisha uzalishaji kabisa pamoja na biashara hiyo. Lakini si nilipia gari 100, halafu kile ninabeba ninalipa. Hiyo kodi ni nyingi sana. Hata wakulima wengi wamefunga kazi ya kuku. Ni watu wengi wamefunga boma ya kuku sababu ya chakula bei kali. Na kuuza mayai inakuwa ni bei ya chini. Kimakuchege, KTN, kaunti ya Kiambu. Bila